Kijana mmoja wa Marekani aliyeitwa Wallace Johnson alipata kazi katika karakana ya mbao. Ndio. Alifanya kazi kwa bidii kubwa kwa miaka mingi hadi akawa mtu muhimu sana kazini. Lakini alipofikisha miaka 40, ghafla alifukuzwa kazi bila maandalizi, bila akiba ya kutosha. Alijikuta amesimama katikati ya maisha bila mwelekeo. Akarudi nyumbani akiwa na huzuni, akiwaza familia yake itaishije. Lakini mke wake akamuuliza, "Sasa tutafanya nini?" Akamjibu kwa sauti ya maumivu lakini yenye uamuzi. Akamjibu akamwambia, "Tutachukua hatari, nitaanza upya." Wakaweka nyumba rehani. Baada ya kuweka nyumba rehani, akaanza kazi ndogo ndogo za ujenzi. Alianzia chini kabisa kama kibarua, akajifunza kwa vitendo. Alikosea, akajirekebisha, akaanguka, akasimama tena. Kidogo kidogo watu wakaanza kumwamini. Miradi ikaongezeka, ndipo akagundua fursa kubwa. Watu wanaosafiri wanahitaji sehemu safi, salama na nafuu ya kulala. Hapo ndipo alipoanzisha hoteli yake ya kwanza iliyokuja kukua na kuwa mnyororo mkubwa wa hoteli duniani ujulikanao kama Holiday Inn. Ndani ya muda, yule aliyefukuzwa kazi akawa mfanyabiashara mkubwa na milionea. Na baadaye alisema, "Kama nisingefukuzwa kazi, nisingewahi kufanikiwa." Pia akaongeza kwa kusema kuwa wakati mwingine Mungu hufunga milango ili ukulazimishe kusonga mbele. Na kauli yake maarufu ambayo imezoeleka inasema, "Kuanguka kwangu ndiko kulikuwa maandishi ya kurudi kwangu kwa nguvu zaidi." Cha kushangaza zaidi, alisema kama angekutana na aliyemfukuza kazi, asingemlaumu, angemshukuru. Funzo liko hivi: si kila kinachoonekana kama hasara ni hasara. Wakati mwingine kufukuzwa, kuachwa au kushindwa ni njia ya kukusukuma kwenye kusudi lako halisi. Mafanikio makubwa huanza pale unapokubali kuanza upya.